Hello. Shalom watu wa Mungu. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze somo moja kupitia daraja hili. Niko mkoani Mbeya na hapa ni wilaya ya Kyela. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja kizuri sana. Kitu chenyewe ni kwa habari ya hili daraja, kwa jina maarufu wanasema kitep-tep. Jina kitep-tep limetokana na hali ya hili daraja kunesa. Umeona anapotembea yule mtu linanesa hili daraja. Inakuwa linanesa kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku kinatokea ni nini? Tumaini la mtu huyu japokuwa daraja linanesa, lakini mwisho wa siku tunafika wapi? Tunafika mwisho. Ndio hilo kusudi kubwa. Na hiyo ndio jambo la msingi katika kitu hiki. Kufika wapi? Kufika mwisho. Sasa angalia, huyu ni pikipiki naye anapita. Huyu anapita na bodaboda hapo, naye anataka kufika mwisho. Hajapokuwa linanesa, lakini anajua atafika wapi? Mwisho. Sasa nataka tuzungumzie kwa habari ya wokovu na kufananisha na mfano wa daraja hili. Na kitu ambacho tunakitumia, tutatembea mpaka mwisho wa daraja hili. Tutatumia njia ya tumaini la wokovu. Nitatumia reverse kutembea ili tuonekane vizuri. Sasa umeona kwa mfano hapa. Huu ni hapa tuna intend kufika mwisho. Linanesa sana. Unaona, angalia sana nyuma, sijazoea. Sasa imani na mfano wa daraja hili ni vitu ambavyo vinafanana sana. Kwa nini nasema vinafanana sana? Katika kile kitabu cha Efeso 6 na ule mstari wa 18 anasema hivi, na tumaini lenu liwe chepeo ya wokovu. Yaani tumaini letu liwe chepeo ya wokovu. Akiwa anamaanisha nini? Yaani katika chepeo ni nini? Kwanza chepeo ni kofia. Ni kofia ambayo hiyo kofia karibu pita. Na hiyo kofia maana yake ukivaa safi kakabari. Ukivaa hiyo kofia, hiyo maana yake chepeo ni helmet. Sasa helmet inatakiwa uivae kichwani. Ndio maana nasema tumaini lenu liwe chepeo ya wokovu. Yaani iwe ni kofia ya wokovu. Akiwa anamaanisha nini? Msifikiri kitu chochote zaidi ya wokovu. Amina. Ukisoma kitabu Vuka kaka. Vuka brother. Oh, nataka nimpishe. Tutapishana hapa eh? Umeona? Kwa hapo hii nipo darajani, of course natakiwa niache pia shughuli za watu zikiendelea, nisije nikawakwaza watu. Kwa hiyo ndio natakiwa iwe hali iwe chepeo wokovu. Sasa ukisoma kitabu cha Thessaloniki wa kwanza 5 na ule mstari wa 8 anasema hivi. Anasema kwamba lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Yaani chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa wana wa mchana, si wana wa usiku. Ukisoma mstari wa 7 pale, tumekuwa wana wa nuruni wala si wana wa gizani. Chepeo yetu hivyo inatakiwa iwe tumaini la wokovu. Ndio ambao tujivae na tujivike hilo. Tukishajivika hilo tutakuwa tunatembea katika utukufu wote wa nani? Wote wa Mungu. Na mwisho wa siku tutaishi katika utakatifu na neema yote. Sasa kwa nini nimetumia daraja hili kuelezea chepeo ya wokovu? Kwa nini nimetumia daraja hili kuelezea chepeo ya wokovu? Angalia, daraja hili linanesa sana. Linanesa sana kama unavyoona, linanesa sana kama inavyosema kitep-tep, linanesa sana. Lakini mwisho wa siku ijapokuwa kwa kunesa kwake tunahitaji tufike ng'ambo, kule ng'ambo. Na mwisho wa siku lazima tutafika ng'ambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunatumaini kwamba tutafika ng'ambo. Ijapokuwa litanesa kwa namna gani, hiyo ndio maana ya kuwa na tumaini kama chepeo ya wokovu. Ukivaa tumaini lako kama chepeo ya wokovu, maana yake unajua kabisa nitafika ng'ambo no matter what. Kutatokea na bonzi za namna gani? Yesu Kristo katika Yohana 16 akawaambia, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa ulimwenguni dhiki zipo, lakini tujipe moyo kwa kuwa yeye Kristo ameushinda ulimwengu. Hivyo tunaweza tukaushinda ulimwengu katika imani tu ya Yesu Kristo. Tunaweza tukashinda mambo yote katika imani ya Yesu Kristo. Jamani, panatisha sana. Umeona huyu ni mtu mkubwa sana. Na hii daraja limeshikwa tu na nyaya na linatetemeka, lakini sasa ndio kitu ambacho kipo. Isaya anasema hivi, dunia kama kuvunjika imevunjika sana. Dunia kama kupasuka imepasuka sana. Anasema hivi, inayumba yumba kama machela. Anasema inayumba yumba kama mlevi, inawayawaya kama machela. Umeona hii scenario hii? Hii scenario hii ndio ambayo dunia inafanya kitu cha namna hiyo. Sasa anasema hivi, ijapokuwa imevunjika imefanya vyote hivyo, be hopeful kwamba ninyi mmeokolewa. Kuweni na matumaini kwamba ninyi mmeokolewa. Kuweni na matumaini kwamba ninyi mmeshinda. Kuweni na matumaini kwamba ninyi mnaweza. Kuweni na matumaini katika Kristo Yesu. Ndipo ambapo chepeo letu kwamba sisi tumeokolewa. Kwa damu ya Yesu tumetakaswa. Kwa damu ya Yesu tumeokolewa. Kwa damu ya Yesu tunavuka. Kwa damu ya Yesu tunafika ng'ambo. Kwa damu ya Yesu tunaenda katika utukufu. Katika ule ukovu wa kutoka mbinguni tunafika katika ile neema.
neema. Anasema hivi, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yetu, na mtu yote asije akajisifu. Kwa kinachotufanya tuweze kufika ng'ambo ni ile neema yake Kristo ambayo ipo ndani yetu, ndio ambayo inatufanya sisi tufike ng'ambo. Ndio maana anatupatia Roho Mtakatifu kuwa kama ndio arabuni ya urithi wa wokovu. Yaani anamaanisha nini kuwa Roho Mtakatifu kama arabuni? Roho Mtakatifu ndio bidii ya sisi kuurithi wokovu. Kwa hiyo amwaminie Yesu Kristo, akipatiwa roho wake, roho ndio anayemtia nguvu kuweza kufikiria wokovu. Kumbuka, imani yetu hii ndio ambayo inatufanya sisi tuweze kufikia ule utukufu wote wa Mungu. Kwa kuwa tumemkubali Kristo, tumepita mautini na kuingia uzimani. Tumetoka gizani na kuingia nuruni. Tumetoka usiku na kuingia mchana. Neema Mungu iwe pamoja nawe. Tumefika mwisho wa daraja letu. Namshukuru Mungu kwa neema na kibali chake. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niwatakie siku njema. Shalom. Shalom.